Mwambie naona nyota yako inang'aa. Mwambie naona nyota yako inang'aa kama jua. Yeah! Wow. Sema amina. Mungu akubariki. Amen. Mariana Mabofu. Kuna vitu vinaweza vikaja ndani yako vikakuletea kama uoga ili usiweze kumdhihirisha Mungu. Na uoga Biblia inahesabu kama ni dhambi kama dhambi zingine. Kwa nikizungumza uoga, hii hatua ya uoga tutajifunza, lakini na vitu vitatu ambavyo vinasababisha wewe kupitisha huo uoga ninayezungumza. Ufunuo 21 mstari ule wa 8. Ufunuo 21:8. Ufunuo 21 mstari wa 8. Aha. Mstari wa 8, alafu mwingine Methali 28 mstari wa kwanza. Aha. Bali waoga na wasio amini. Umeona Hebu tuseme wote bali waoga. Sasa mimi niko kwenye kipengele cha uoga. Kuna mtu leo yuko kanisani, ukimwambia fanya jambo la kiroho, anaogopa, anakuwa na hofu. Kwa nini anakuwa na hofu? Na huyu mtu ameokoka, na Mungu alionaye ni Mungu mmiliki wa nchi, dunia, mmiliki wa kila kitu. Kwa nini anakuwa mwoga? Sasa kwenye Ufunuo anasema bali waoga na wasiamini. Wasiamini na wachukizao na wauaji na wasinzi na wachawi na waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika nini? Sasa unaweza usio mchawi lakini ni muoga. Hebu mwambie jirani yako, inawezekana wewe sio mchawi lakini muoga. Sema amina. Inawezekana sio mzinzi lakini ni muoga. Inawezekana hauabudu sanamu lakini ni muoga. Uoga umeainishwa kwamba ni moja ya dhambi kubwa. Kuna watu leo wanashindwa kumsema Mungu kwa sababu ni waoga. Kuna mtu akienda kanisani, hata Biblia hawezi kubeba hivi, anatafuta sehemu anaficha. Akienda mahali ambapo kuna marafiki zake, wakikaa na marafiki zake, hawezi kuweka Biblia hadharani kwa sababu anaogopa, hawa watu watanionaje. Kuna mtu hawezi kumshuhudia mtu, maana anaona kwamba je, nikisimama mahali nikihubiri injili au nikimshuhudia mtu, ili jamii hao watu watanionaje. Sasa ndio hiyo uoga Biblia inasema bali waoga. Maana inawezekana umeokoka, kuna vitu Mungu anakutegemea ufanye, lakini haufanyi kwa sababu wewe ni muoga. Sema basi amina. Kuna mtu Mungu anataka useme naye jambo lake, jambo la kimungu, jambo la kiroho, jambo lolote ambalo linaweza kumsaidia mtu, lakini unashindwa kwa sababu ya uoga. Ndio maana Biblia inasema bali waoga. Kama Mungu anataka useme jambo fulani, labda na mtu fulani mwenye hadhi fulani, labda aliyevaa vizuri kuliko wewe, labda mwenye pesa kuliko wewe, labda aliyejenga nyumba nzuri kuliko wewe, labda aliyesoma kuliko wewe, Mungu akikwambia sema jambo au tofauti na Mungu kukuambia, hauwezi ukamwambia jambo la kiroho, kwa sababu unaweza ukasema atanionaje? Huyu mtu si ana hekima kuliko mimi, si amesoma kuliko mimi, si ana mali kuliko mimi. Lakini Mungu hataki watu wa aina hiyo. Mungu anataka watu walioko tayari wanaweza kufanya jambo
iwe ni la Mungu. Ukishaweka uoga, hilo jambo haliwezi kukuletea matokeo mazuri. Na watu wengi wanakosa matokeo mazuri kwa sababu uoga umejaa ndani yao. Kuna mtu ana nguvu ya kufanya kitu kizuri, lakini uoga ifanye afanye hicho kitu kizuri. Kuna mtu yamkini anaweza akawa ni mshauri mzuri, lakini uoga wake ukamsababisha talanta ya kushauri asiweze kuwashauri watu, kwa sababu uoga umegandamiza kile kitu ambacho ilikuwa ni faida ya wengi. Mwambie ninapokataa uoga, maana uoga inaweza kukusababisha usitumie talanta yako katikati ya watu. Sema amina kwa jina la Yesu. Ukiwa na uoga, hata kama labda tuseme mfano wanafanyiwa wanafanya interview, labda kaambiwa labda tunataka ufanye interview ya kupika. Ukiwa mwoga, unaweza hata ukajakata kidole. Yaani uoga inaweza kusababisha hasara yoyote. Uoga inawezekana kusababisha giza mahali ambapo kuna nuru. Hebu mwambie jirani yako acha uoga. Ukiwa unasali hapa, kama wewe ni mwoga, huwezi kuona matokeo mazuri. Lakini ukiwa jasiri, kila kizuri kitapita. Mungu atapitisha kizuri. Ngoja nikwambie, Mungu, tabia Mungu alivyowatumia watu, hakuwatumia watu wenye uoga. Na ndio maana wakati Yeremia anapiga kelele, anasema Mungu usinitume mimi maana mimi ni mdogo. Mungu akamwambia nilikuwa najua wewe ni mdogo, lakini nimekusudia kuweka kitu ndani yako. Nenda kwa kila mtu mwambie jambo nitakalokuambia. Wacha maneno mengi. Musa alipoleta mambo yake, akasema nina kigugumizi, siwezi kusema vizuri na Farao. Mungu akamwambia nilikuwa najua, lakini nenda kwa Farao ili ajue kwamba niko na wewe. Mwambie nakuacha uoga bana, acha uoga. Ndio kila kulia na kushoto mwambie kama ni mbredi shwa, acha uoga. Sasa amina ya ndugu. Ukiwa mwoga, ukikaa katikati ya watu, utaonesha uduni badala ya kuonesha nguvu. Utaonesha uduni badala ya kuonesha nguvu. Lakini kama hauna uoga, hata umesimama katikati ya watu waliosoma, wenye kila kitu, ukisimama hata kama umevaa mtumba, ukafua vizuri, ukapiga pasi vizuri, ukisimama, ukitema cheche, hiyo cheche lazima itabidi. Watasema huyu jamaa kutoka wapi? Sema amina, amina. Kuna watu wana vitu vizuri, lakini vinashindwa kufanya kazi, maana shetani anawasukumia roho ya uoga. Hebu mwambie nako kuna watu wana vitu vizuri. Mwambie kuna watu ni viongozi wazuri. Kuna watu wana vitu vizuri. Mwambie lakini vinashindwa kufanya kazi kwa sababu ya uoga. Kwa sababu ukienda katikati ya watu, hata wakati wanazungumza, wewe unaangalia chini. Ukiprendiwa fulani naomba usimame uchangie jambo, unaanza kutetemeka mpaka jasho inatoka. Bwana jirani yako umeelewa hiyo? Kuna ulikuwa kusimama kwa ujasiri, uanze kutoa cha kwako, unashangaa kile cha kwako, mkutano wote unaenda na hicho cha kwako. Maana kumbe cha kwako kilikuwa ni cha muhimu, lakini kilichozuia ni uoga. Mama jirani acha uoga kwa jina la Yesu. Mwambie dhambi ya uoga ni kama ya wachawi, ni kama ya waabudu sanamu, ni kama ya wasinzi. Mwambie dhambi ya uoga ni mbaya. Sema amina kwa jina la Yesu. Hata kama hujui kuongea vizuri, hata kama una kigugumizi, unapokuwa katikati ya jamii, changia jambo, usiogope. Ongea katikati ya watu, katikati ya familia, katikati ya kikao ya familia, katikati ya watu wengine, katikati ya mikusanyiko, katikati ya kanisa. Mwambie acha uoga kwa jina la Yesu. Mwambie wewe ni mhubiri mzuri lakini wewe ni mwoga. Mshike basi, mwambie kumbe wewe ni mhubiri mzuri. Mwambie kumbe
unapata. Mwambie uoga. Ukija tu hapa unataka kuongea, unaanza kukohoa. Bwana asifiwe. Sijui niseme nini. Bwana asifiwe. Sijui niseme nini. Acha tu nikakae. Mwambie shindwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Mwambie acha uoga kwa jina la Yesu. Sasa hebu tusome andiko lingine la Methali. Methali 28 mstari wa kwanza. Waovu ukimbia pasipo kufukuzwa, pasipo kufuatiwa na mtu. Bali wenye haki ni nini jamani? Kama nani? Hebu sema tena, simba. Mwambie mimi ni simba. Mungu anataka arona tu. Mimi ni simba. Sema amina. Sema tena amina. Kuna watu wengi huku duniani Mungu anawapa neema. Kuna watu wengi huku duniani Mungu anawapa vitu vya ajabu, lakini wanashindwa kutoa katikati ya watu. Inakuwa ni siri yao. Yaani mtu ana kitu kizuri ambaye amkini ingesaidia dunia, lakini kila kitu kizuri alichopewa amekificha. Anakufa na talanta Mungu alimpa. Kisa tu ni uongo. Yeye nikitoa hili jambo langu, watu watanielewaje? Watu wataonaje? Wataona vizuri. Sema basi wataona vizuri. Sema amina kwa jina la Yesu. Wakuu wake huwa wengi. Nchi hudumishwa. Kumbe uovu unaongeza wakuu wengi. Sio? Sema basi uovu. Si ndio Bwana msaidie. Namna kudhibiti roho ya uoga. Namna kudhibiti roho ya uoga. Kutokujiamini inaleta uoga ndani ya mtu. Kutokujiamini. Hakuna mtu mbaya duniani kama mtu ambaye hajiamini. Unajua usipojiamini, unaweza kukaa katikati ya watu kasema mimi ni kama sisimizi. Hiyo ya kutokujiamini ni mbaya sana. Ukifuatilia wale wapelelezi waliotumwa na Musa kwenda kuipeleleza nchi ya ahadi, wale watu 12 ni watu wawili ndio walikuwa wana ufahamu wa kujiamini, Joshua na Caleb. Lakini wale wengine wote wakawa wanasema sisi tulipoona wale watu tulijiona sisi kama panzi. Tulijiona kama panzi. Na Mungu alikasirika sana. Kwa sababu kutokuamini inakujengea zana ya wewe kuishi kama mnyonge. Kutokujiamini inakujengea zana ya kutokuweza. Kila kitu unachokifanya unaanza kutamka wewe kwamba siwezi kabla hujafanya. Hata ukitaka kufagia nyumba siwezi. Na ukishakuwa unafanya mambo yako unatanguliza siwezi mbele, mambo yako hayataenda. Lazima yatakuwa. Ukienda kwenye mtihani ukisema siwezi, lazima utafeli. Ukienda kwenye biashara ukisema siwezi biashara, maana hii biashara ni kubwa na mimi ni mdogo, hiyo biashara hautaweza. Kwa kutokujiamini ndio sababu kubwa ya kuingiza uoga utakaye kusababisha usifanye mambo ya kufikia kwenye ndoto zako. Namba 2, kutokuwa na uhakika na jambo unalolifanya. Kutokuwa na uhakika. Leo hii ukimwambia mtu twende kwenye vipimo, ana uhakika azunguki na ana uhakika damu yake ni nzuri, anakuambia twende na ana shida. Lakini ukimwambia mtu twende kwenye vipimo na ana uhakika
anaweza akaanguka akapewa dilipu na shida yote, lakini ile hofu ataanza kuhubiriwa ndani yake, una ukimwi, unaye hata kama ana kabisa uhakika. Ukifanya jambo lolote kama haujiamini, usitarajie mtu mwingine ajiaminishe kwa jambo lako. Ni mbaya kama mtu akuamini na wewe ujiamini. Jiamini hata kama watu hawakuamini. Jambo lolote unalolifanya, hata watu wakikucheka, hata wakikuzuia, wakikuambia ifai, weka maanani kwamba nimeshaweka mipangilio na jambo langu linafaa. Maana ukishaweka mipango na ujiamini katika mambo yako, ndio wale watu unaweza ukapanga maono, watu wengine wakaondoa yale maono ambayo tayari wao umepanga, wakapandikiza ya kwao. Unaweza ukapanga jambo, wengine wakaondoa hiyo mambo uliyopanga, wakakuwekezea. Kwa hiyo mtu ambaye hajiamini ni kama upepo, kila elimu itamchukua, na kuna vitu vingi vitawekwa ndani. Unajua leo ukimsimamisha mtu ukamwambia 1+1 ni ngapi, ni rahisi kusema 2 kwa sababu anajua ni 2. Ukimwambia 1+1 ni 4 akakwambia hapana. Sasa lazima maisha yetu yawe na neno ndio na neno hapana, na hapana inakuja kwa kujiamini. Sema basi amina kwa jina la Yesu. Maana kile nako huwezi kusema hapana kama hujiamini. Au unaweza kusema hapana wakati hujiamini? Mimi ninaweza kusema hapana pale ninapojiamini. Ninapokuwa na maono, ninapoendelea na maono yangu, watu wanapokuja kunizuia na maono yangu, siwezi kuacha kwa sababu ninaiamini maono nilionayo na ninamwamini Mungu. Sema basi amina. Haji mtu kirahisi na kunizuia na kuniondolea, kwa sababu ninajiamini katika kile ninachokifanya. Iwe ni eneo lolote, kama hujiamini, hiyo kazi huwezi kufanya vizuri. Sema amina. Na usisubiri watu wakuamini bila wewe hujajiamini. Wanaweza wakatoka watu wakukatisha tamaa. Unajua wakati Yesu anafanya kazi, alifanya kazi na wanafunzi 12. Lakini hawa wanafunzi waligawanyika kwa makundi mangapi? Kuna kundi la wakina Petro, walikuwa na imani mpaka wanakata watu masikio. Kuna kundi la wakina Tomaso, hawaamini mpaka waone. Kuna kundi la wakina Yuda, watu ambao waamini kabisa. Sasa unapokuwa huku duniani, unafanya mambo yako kwa kutokujiamini, usisubiri mtu mwingine akutie moyo ufanye hilo jambo. Lazima wewe mwenyewe uamini hilo jambo unalolifanya kabla mtu mwingine hajaamini. Lazima ukubali wewe. Bwana mseme amina kwa jina la Yesu. Niko wapi makofi ya Yesu kwa jina la Yesu? Piga basi vigelegele, sema amina. Maana kile nakuamini kabla hujaanza kuaminiwa. Mwambie amini jambo unalofanya kabla watu hawajaanza kukuamini. Mwambie unapofanya, mwambie usifanye kifichoni, mwambie fanya hadharani. Mwambie watu wakicheka, mwambie endelea kuchapa miguu. Sema nitafanya hata kama mnanizuia. Sema basi nitafanya. Usimame utembee, sema nitafanya. Sema nitafanya kwa jina la Yesu. Waambie watu 2 watatu, waambie nitafanya hata kama watu hawaamini. Mwambie hata kama hawaamini. Piga kelele, sema amina. Unasubiri watu wakutie moyo, unasubiri watu wakwambie fanya bana, hili jambo ni nzuri. Unaweza ukafanya jambo wakaja kama wakina Sambalati, watu ambao walikuwa wanamwambia Nehemia, mbweha akipita karibu na ukuta unadondoka. Lakini Nehemia anachapa kazi. Angalia wakina Sambalati, anachapa kazi, anachapa kazi.
wa kukontrol neno lolote. Unajua mtu anaweza akaja ukatembea kama mume wako akakwambia huyu ndio mke wako, akacheka alafu naona kata tamaa kabisa, nasema mbona nimechagua mke ambaye ana sura nzuri. Huyu ndio mume wako unasema itabani. Kwa hiyo unakuwa unaogopa. Jiamini. Hebu mwambie kile nako jiamini. Mwambie ukiulizwa jambo lako sema ndio. Sema basi ndio. Sema amina ya Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa jambo la kwanza ni kutokujiamini. Jambo la pili kutokuwa na uhakika na jambo unalolifanya. Jambo la tatu, taarifa ambayo unaisikia kwa watu. Unaweza kufanya jambo nzuri lakini taarifa mbaya ikakuchanganya ukafanya hilo jambo vibaya. Na ulikuwa unafanya vizuri. Unafanya vizuri kabisa, lakini taarifa za watu zinaweza zikakuchanganya, ikakutengenezea hofu na uoga. Ndio maana unachokiamini ulivyo, kitu Mungu alichoweka ndani yako, talanta na vipawa na karama na huduma, fanya kama unavyosikia maelekezo ndani. Sema basi amina kwa jina la Yesu. Taarifa mbaya inawajengea watu wengi hofu. Unaweza kuwa na ugonjwa tu, mtu anakuja anakuambia huu ugonjwa ulimuua fulani. Huu ugonjwa anakuhesabia wafu kama 5 waliouawa na ugonjwa uliokushika. Alama anasema kwanza mimi nakufa. Nakufa. Kuna baba mmoja alikuwa na shida ya ini. Alikuwa na shida ya ini. Sasa ini ikawa na shida, tumbo ikawa kubwa. Sasa mamaka akamwambia mtoto wangu unakufa. Kakaka akaja. Ile wakati badala ya kumtia moyo akamwambia unakumbuka mtu fulani ugonjwa ndio uliomuua. Unakumbuka fulani? Huyo akamwambia mimi haitaniua maana nimemwamini Yesu. Unaona? Sasa huyu mtu kama tayari wale watu wanamjengea ile zana, nini kinachotokea ndani yake? Hofu na uoga. Ule uoga unamchukua mapema, anakufa mapema. Kwa sababu ameshaambiwa huu ugonjwa umemuua fulani, umemuua fulani, ndio imemuua, lakini mbona hawasomi kumcha Bwana inaongeza siku za mtu? Hebu mwambie na kujui kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Sasa mwambie huo uoga unatoka. Mbona wamsomee vile lakini wanamsomea hiyo taarifa? Taarifa zinazokuja inaweza kukutengenezea ugonjwa kwenye afya. Inaweza ikakutengenezea uoga kwenye ndoa. Inaweza ikakutengenezea uoga kwenye biashara. Inaweza ikakutengenezea uoga kwa watu ambao uko katikati yao. Sema amina. Sema taarifa unazosikia. Sema tena taarifa unazosikia. Kwa hizi milango lazima uzifunge. Ndio maana katika Isaya 11 anasema litatoka chipukizi katika shina la Yesu, na roho wa Bwana atakaa juu yake. Roho ya hekima, maarifa, roho ya kumcha Bwana na maroho mengine. Anasema wala hata hukumu kwa kufuata yale ayasikiaye. Umenielewa vizuri? Hata hukumu kwa kufuata wale wanaofanyaje? Wanayesikia, bali atawahukumu kwa haki. Bwana tusaidie. Ngoja nisome hatua ya pili. Hatua ya pili, amini ya kwamba umesamehewa dhambi. Amini ya kwamba umesamehewa dhambi. Hatua nyingine hiyo, kuna watu wanamwabudu Mungu lakini hawaamini kwamba wamesamehewa dhambi zao. Na hii ni kifungo kikubwa sana kinachowasababisha watu kutomtumikia Mungu au na ujasiri
wa kutumika mbele za Mungu. Bwana tusaidie. Tunapookoka tunakupiga goti siku ile ulipotubu, dhambi zako zote zilifutwa. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemo, usipokubali kuzaliwa mara ya pili hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Unapobatizwa ni kuzaliwa, lakini pia unapookoka ni kubadilisha majira. Hauwezi ukaja leo, kule nyuma ulikuwa unatenda dhambi, ulikuwa unafanya makosa fulani, alafu unaokoka unaendelea na ile hukumu ndani ya roho yako. Haiwezekani. Lazima vitu ambavyo vilikuwa kule nyuma, baada ya wewe kuokoka, uamini kwamba Mungu amekwisha kunisamehe. Na ndio maana Yesu anazungumza kwenye Mathayo, anamwambia Petro, mtu akikukosea mara 7 kwa 70 kwa siku, akikuomba umsamehe na umsamehe. Haimaanishi kwamba mtu anaweza kufanya makosa zaidi ya mara 70 kwa siku kwa mwingine, lakini kwa Mungu unaweza ukajikwaa mara mingi kwa kuongea, kwa kukaa, kumjibu mtu, kutembea, unaweza ukakosea. Lakini Yesu alipokuwa anazungumza vile, alikuwa anaonesha jinsi Mungu wetu alivyokuwa anatupenda na ana huruma nyingi. Na ana huruma nyingi. Unaweza ukakaa hapo kwa mwabudu Mungu, shetani akakuletea mzoga fulani, wewe ukawa tu unaangalia ule mzoga. Mwambie nakaacha kuangalia mzoga umetoa nzi. Geuza majira kwa jina la Yesu Kristo. Sema basi amina, amina. Mtu anabaki anamwabudu Mungu miaka yote, anasema lakini mimi kule nyuma, yamkini niliua, yamkini kule nyuma kuna tukio nilifanya, yamkini kule. Yeye amebaki tu anasema, analia na wasiwasi, na kuambia siku ile ulipotubu, ulipopiga magoti, ilianza majira mengine mapya, majira ya kutembea na Bwana. Sema amina ya nguvu. Isaya 1:18. Isaya 1:18. Hebu tumsikie Mungu anasema nini hapo kwenye kitabu cha Isaya. Anasemaje? Haya ndio tusemezane. Asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama. Mwambie jirani yako kuna majira wakati ulikuja okoka na majira baada ya kuokoka. Hasa kuna watu wanashindwa kumtumikia Mungu au kutumika kanisani kwa sababu ndani ya ndio yao kuna vidonda ambavyo havijapona. Sema tena, kuna vidonda. Mwambie jirani yako kuna vidonda. Mwambie hivyo vidonda, mwambie amini kwamba imeshafutwa. Hilo ndio ndio Yesu Kristo. Sema imefutwa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Lakini ukisoma Matendo ya Mitume 3:19. Matendo ya Mitume 3:19. Matendo ya Mitume 3:19. Hebu soma anasemaje? Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati. Hebu sema tena, kumbe mtu akitubu dhambi zinafutwa. Sema basi, kumbe mtu akitubu dhambi zinafutwa. Toa sauti yako, nikisema nikitubu dhambi zimefutwa. Sema ile tarehe niliyookoka, sema dhambi zangu zimefutwa. Sema zimefutwa. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Sasa kama Bwana yuko kwako, kwa nini uwe na huzuni? Mwambie ndio kama Bwana yuko ndani yako, uwe na huzuni. Kia kina rekani wewe ilishiana ndio angalia tu hiyo. Una shida gani? Sema amina. Sema amina ya nguvu. Kuna watu wanashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya mizigo ndogo ndogo iliyoko kwenye moyo. Hata ukimwambia simama hebu mseme Mungu dakika 5,
ule mzigo unakuwa huzuni na inamletea mpaka ile huzuni inapoteza kitu kabisa ya kusema. Bwana tusaidie. Bwana atusaidie. Piga makofi, sema kwa jina la Yesu. Sema nakataa woga, nakataa hofu. Simama wasema nakataa